Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Simba Sport Club, ambayo leo hii imeweza kutoa taarifa yake kwa kile ambacho kinachoendelea huko nchini Morocco, ambako wameelekea kwa sasa kwa ajili ya mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambacho kile kinachoendelea huko katika mji ambako wamefikia kwa ajili ya kuweza kuweka kambi, wakisubiri kuweza kufika kwa siku husika ambayo ni tarehe 17, siku ambayo klabu ya Simba wanashuka dimbani kuweza kumenyana dhidi ya RC Berkane, ambapo Berkane watakuwa zao nyumbani Morocco. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea huko ndio kitu ambacho muhimu ambacho ungepaswa kuweza kujua, na yale ambayo yameweza kujili huko Morocco. Lakini katika taarifa zingine ambazo zinazoendelea ndani ya kikosi cha Simba, ni yapi hayo ambayo yameendelea huko, utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa yote kamili nimekusogezea hapa kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Ila kabla hatujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa natembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Bana, mambo yanazidi kuwa mambo huko katika kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambako kimeondoka kikielekea kule katika mchezo wao wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, katika mchezo wa mkondo wa kwanza, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ikiweza kujiandaa vilivyo ili kuhakikisha kwamba wanazikwepa figisu za Waarabu. Unafahamu ya kwamba Waarabu huwa wanafigisu nyingi, hususan katika michezo muhimu kama hii huwa wanakuwa na fitna nyingi. Namna gani ambavyo huwa wanakwenda kushuhudia malalamiko ambayo yanatoka katika timu ambazo zinakwenda kushiriki kule katika nchi za Kiarabu, mara nyingi huwa wanafanywa vurugu. Unakuta muda mwingine wanawekwa airport zaidi ya masaa hata 8, wanakaa pale bila kuweza kupata maelekezo yoyote ya kuelekea wapi ambapo wanatakiwa kuelekea. Sasa kile ambacho kinachoendelea huko katika kambi ya wekundu wa Msimbazi Simba nchini Morocco, unaambiwa Elie Mpanzu ameweza kuwashitua mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kile ambacho kilichoweza kuibuka mara baada ya taarifa kueleza kwamba moto wote huo ambao wanauasha Elie Mpanzu kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, inaeleza kwamba nyota huyo yuko hapo kwa mkopo, na inaelezwa kwamba alisaini mkataba wa miezi 6 tu wa kuweza kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo basi pindi ambapo mkataba wake utakapomalizika, inaelezwa ataondoka ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, kwani klabu yake ya AC Vita inaelezwa kwamba tayari washaweza kufanya biashara ya kumuuza Elie Mpanzu kwa moja kati ya vilabu vikubwa vinavyotajwa hapa nchini. Sasa mpaka sasa haijaelekezwa ni kwamba ni klabu gani ambayo ilimnunua Elie Mpanzu moja kwa moja kutoka katika klabu ya AC Vita, kwani taarifa inasema ya kwamba uongozi wa klabu ya Simba mara baada ya kuona Elie Mpanzu ameanza kuwasha moto kweli kweli, viongozi wakakaa chini na kuweza kujadili kuhusiana kumpatia mkataba wa moja kwa moja wa kuitumikia klabu yao ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kile ambacho kilichoweza kuelezwa, unaambiwa kwamba wakawafata waliowapatia mchezaji huyo kwa mkopo, ambao ni klabu ya AC Vita kutoka kule DRC ya Congo, ambapo klabu ya AC Vita ambayo ilipata barua kutoka katika klabu ya Simba, Simba wakitaka kumsajili moja kwa moja Elie Mpanzu katika kikosi chao, lakini klabu ya AC Vita imeshawajibu mara kadhaa kwamba kijana huyo wameshafanya biashara yake mapema sana, ila kinachowachanganya viongozi wa Simba hawajui hiyo biashara ya AC
AC Vita wameifanya na timu gani? Hapo ndipo wanapochanganyikiwa. Kiufupi tu, Elie Mpanzu yuko kwa mkopo wa miezi 6 pale Msimbazi sasa, na biashara ya kuuza Elie Mpanzu ilishafanyika, ambapo klabu ya AC Vita wao hawana kile kibali tena cha kumiliki nyota huyo. Kwa hiyo kilichobaki hapo ni mwishoni mwa msimu huu Elie Mpanzu ataenda kujiunga na timu yake mpya ambayo wenyewe ndo wamekwenda kulipa pesa hiyo katika klabu yake ya AC Vita. Haijafahamika ameuzwa kwenda timu gani, lakini uongozi wa Msimbazi unapambana kutaka kumsajili moja kwa moja, lakini AC Vita wamesema huyo si mchezaji wao tena kwa sasa, kwa sababu zile za kimkataba ambazo saini kati yao. Hapa nazungumzia AC Vita pamoja na hiyo klabu ambayo imemnunua Elie Mpanzu. Kwa hiyo story imekuwa ni kubwa, huku klabu ya soka ya Young Africans wao wakihusishwa kwenye dili hilo, lakini mpaka sasa klabu ya soka ya Yanga haijaweka wazi ya kwamba wenyewe wamemalizana na nyota huyo ama ni tetesi kama ambavyo zinavyozungumzwa kwa sasa. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans kama itakuja na majibu kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Lakini wiki hii macho na masikio ya mashabiki wa soka barani Afrika yatakuwa kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CAF kati ya wenyeji RS Berkane ya Morocco na Simba. Ni fursa ya kihistoria kwa Simba kuandika ukurasa mpya katika ramani ya soka la Afrika, lakini hilo litimie kunahitajika maandalizi ya kina, mbinu sahihi na nidhamu ya hali ya juu ndani na nje ya uwanja. Simba klabu namba 4 kwa ubora Afrika inapaswa kuelewa kuwa inapokwenda kucheza dhidi ya mabingwa wa Morocco RS Berkane haikabiliani na kikosi hicho na wachezaji tu, bali pia mfumo mpana wa watu wa nje ya mchezo wanaofuatilia mwenendo wa wapinzani wao wa karibu. Ni wazi kabisa kuwa timu za kiwango hiki huwa na mashushushu na watu wa kiufundi wanaosaka taarifa muhimu zinazoweza kubadili matokeo ya mechi. Hivyo Simba lazima iwe makini katika hatua kuanzia mazoezi hadi wakati wa maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo. Ni wakati wa viongozi wa Simba kuanzia benchi la ufundi hadi kamati ya utendaji kuhakikisha kila jambo linasimamiwa kwa umakini wa hali ya juu. Hakuna sababu ya taarifa za mbinu, kikosi au mikakati ya michezo kuwafikia wapinzani kabla ya muda mkubwa unahitajika, kwani mara nyingi taarifa ndogo tu kuhusu hali ya mchezaji, aina ya mazoezi au mpango wa mbinu za mchezo zinaweza kuwa silaha kwa wapinzani. Vilevile wachezaji wanapaswa kulindwa na kufuatiliwa kwa karibu katika kipindi hiki nyeti. Hii sio kuhusu afya zao, bali pia mienendo yao ya kisaikolojia na mwili. Ni wakati wa kuwakinga dhidi ya majaribu ya nje na kuhakikisha akili zao zinabaki kuwazia mchezo pekee. Ni muhimu kwa viongozi wa Simba kuwapa wachezaji utulivu, hamasa na mazingira bora ya maandalizi bila buguziwa kivyo vyote inaweza kuwasili morale ya kikosi. Hapa unaona bana, unaambiwa hata machao wasipewe nafasi ya kusogelea wachezaji. Ni muhimu kwa Simba kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu, kujihami kwa umakini, pia kutumia nafasi chache zitakazopatikana kwa ufasaha. Mechi kama hizi huamuliwa na makosa madogo, hivyo kila mchezaji anatakiwa kuwa makini kwa 100% dakika zote 90. Kwa ujumla Simba inapaswa kwenda Morocco ikiwa timu moja yenye mshikamano, usiri mkubwa, maandalizi sahihi na mikakati madhubuti ya kiufundi na kisaikolojia ili kuweza kufanikisha